Naam, tumekutana tena. Leo tazungumzia chanzo kikubwa cha vita kati ya Irani, Israeli na Marekani. Kwa hiyo kama ulikuwa hujui chanzo cha hawa jamaa, hii video nimetengeneza kwa ajili yako. Ungana nami. Jambo la kwanza, inabidi ujue kwamba huu mzozo haujaanza saa hizi. Yaani mzozo unaosikia huu na ulioshamili haujaanza saa hizi, ni mwendelezo wa miongo kadhaa iliyopita. Inahusisha dini, mafuta, silaha za kinyuklia, pia nia za kisiasa. Kwa hiyo leo bwana, nitazungumzia chanzo kikuu cha haya matatizo, chanzo kikuu cha mataifa ya matatu mpaka kuingia kwenye mzozo wa miaka na miaka. Kwa hiyo jitayarishe kwa safari ya kuelewa ukweli ambao huwezi kupata kwenye runinga. Kabla sijaenda kwenye hizo pointi, kwanza nataka turudi nyuma kwenye historia, kwa sababu ili kuelewa chanzo kikubwa cha vita kati ya nchi hizi tatu, lazima tutarudi kwenye mwaka 1979. Huu ndio mwaka uliobadilisha uhusiano kati ya nchi hizi tatu, kwa sababu kabla ya 1979 Iran ilikuwa chini ya utawala wa mfalme alikuwa anaitwa Shah Mohammad Reza Pahlavi. Huyu mfalme alikuwa anapendwa sana na Marekani na Israeli. Sio na wananchi, alipendwa na Marekani. Lakini baada ya mwaka huo kufika 1979 ndo mapinduzi yalitokea. Na baada ya kupinduliwa huyu bwana Reza, alioingia sio mwingine, nadhani wengi tunamfahamu, anaitwa Ayatollah Khomeini. Huyu ndo aliingia sasa madarakani. Baada ya kuingia tu Ayatollah Khomeini, hapo Irani ndo ikapoteza sasa ushirika na Marekani na Israeli. Na Ayatollah alisha kunukuliwa akisema kwamba Marekani ni shetani mkubwa, Israeli ni shetani mdogo. Kwa hiyo tangu hapo hajawahi kuwa na uhusiano mzuri. Tangu aingie Ayatollah, yani tangu tawala za Kiislamu ziingie, hakujawahi kuwa na maelewano mazuri kati ya Israeli na Marekani. Sasa hapo nadhani nitakuwa nimekugusia kitu kidogo ambacho kitakusaidia huko mbele na kwenda. Tuje sasa kwenye chanzo kikubwa kinachofanya mpaka hizi nchi zinagombana mpaka sasa hizi. Maana uwezo kusema kwamba kisa cha 1979 ndio kiwe ndio chanzo mpaka cha sasa hizi, hapana. Kipo chanzo ambacho kinasababisha mpaka hawa jamaa mpaka leo hapo kwenye mapigano. Namba moja ni mlango wa Hormuz. Takriban ya 20% ya mafuta yote unayoona duniani basi upitie kwenye huu mlango wa Hormuz. Na inakadiriwa kwamba kwa siku ni mapipa karibu milioni 21 yanayopita katika huu mlango. Nchi kama Saudi Arabia, Kuwait, Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, Qatar, Iraq na Iran wenyewe wote wanautegemea huu mlango wa Hormuz kwa ajili ya kuuza mafuta yao. Pia zaidi ya 30% ya gesi asilia duniani inasafirishwa na meli. Pia upita hapa kwenye huu mlango wa Hormuz. Hasa Iran anatumia huu mlango kama nguvu ya kujikinga dhidi ya wapinzani wake Marekani na Israeli. Ndio mara nyingi utasikia anatishia kwamba ataufunga huu mlango endapo tashambuliwa. Na tumesikia sana mara nyingi. Kwa hii ndio sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni silaha za kinyuklia. Wakati Iran anasema mpango wake ni wa amani kwa ajili ya nishati tu, Israeli na Marekani wanaamini kuwa Iran ana mpango asili wa kutengeneza bomu la nuclear. Tukirudi nyuma mpaka mwaka 2015, Marekani na mataifa makubwa yalitia saini katika makubaliano ya nuclear ya Iran, ambapo Iran alikubali kupunguza shughuli zake za nuclear baada ya kuondolewa vikwazo vya kiuchumi. Lakini baada ya Donald Trump kuingia madarakani, akaja akaiondoa hiyo. Na akaiondoa Marekani katika yale makubaliano, na alizidi tu kuweka vikwazo vikali dhidi ya Iran. Tangu hapo Iran ameanza tena kurutubisha uranium hadi kiwango cha karibu ya nuclear.
Namba 3, ukoloni wa kisiasa. Wachambuzi wengi wanasema kuwa vita hii ni sehemu ya mkakati mkubwa wa Marekani kudhibiti eneo la Mashariki ya Kati. Israeli inaamini kwa yupo pale, yani Israeli anakaa kama pale yupo pale kapandikizwa na Marekani kama macho ya kuendelea kudhibiti ile eneo la Mashariki ya Kati. Ikumbuke kwa Marekani ni mshirika mkuu wa Israeli na anatoa msaada wa kijeshi wa dola bilioni 3.8 kwa mwaka. Dola bilioni 3.8 kwa mwaka ambazo Marekani wanazitoa kuisaidia Israeli kwenye mambo ya kijeshi. Kwa upande wa Irani, yeye amekuwa akishirikiana kwa karibu na Urusi na China. Na Marekani anaona kabisa huu muunganiko ni tishio kwake na utawala wake duniani. Sasa namaliza kwa kusema hivi, mzozo unaoendelea kati ya Irani, Israeli na Marekani ni vita ilianza kwenye Ghuba ya Uajemi, unapita kwenye bahari ya Hindi na kuishia kwenye mfuko wako, kwenye bei ya mafuta unayonunua, kwenye thamani ya shilingi inavyoongezeka na kwenye gharama ya chakula unachokula. Wakati mataifa makubwa yanapigania nafasi zao katika ulimwengu, sisi kama Watanzania na Waafrika tunabaki tu kukubali matokeo. Kama sasa hizi vitu vinapozidi kupanda bei, mafuta Tanzania mpanda bei sasa hizi. So wanapigana huko nje, mazao yanakuja kwetu. Swali, je, sisi kama Watanzania na Waafrika tumejiandaa vya kutosha? Mwisho namaliza kwa kushukuru kwa ambaye umeanza kuangalia video hii tangu mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, kulike video hii, kushare na wengine wajifunze kama wewe ulivyojifunza pia. Asante, tukutane kwenye video inayofuata. Majina aliyonipa wazazi, naitwa Gafraid Fadhili.